Katika kujiandaa na mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, miongoni mwa mashindano makubwa kabisa ya soka barani Afrika, timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, imeweka kambi hapa nchini Misri katika jiji hili la Cairo, na eneo iliyopo timu ya taifa inafahamika kama Jewel Plaza. Ni eneo ambalo liko chini ya milk ya jeshi la Misri. Stars imepiga kambi hapa katika taifa ambalo lina historia kubwa ya soka, lakini ni taifa ambalo pia limepiga hatua kubwa katika eneo la kiuchumi. Misri, hasa katika eneo hili la Cairo, ni eneo lenye mandhari ya kuvutia, majengo ya aina tofauti tofauti, yapo magorofa, yapo majengo ya kawaida, lakini uchumi wa taifa la Misri Stars ambapo imepiga kambi kutegemea zaidi shughuli za kilimo, biashara, utalii, uchimbaji wa mafuta pamoja na gesi. Hili ni taifa ambalo lipo katika ukanda wa kaskazini mwa bara la Afrika. Idadi ya watu wake ni takriban milioni 100 na kitu hivi, lakini ndani ya jiji la Cairo peke yake inasadikika kuwa kuna takriban watu milioni 30. Katika nyanja za soka, taifa la Misri limepiga hatua kubwa, ikiwa limeshachukua kombe la mataifa ya Afrika mara 7, mara nyingi zaidi kupita taifa jingine lolote lile la Afrika. Taifa ambalo linaifuatia Misri kwa kuchukua mara nyingi zaidi kombe hili ni taifa la Cameroon ambalo limechukua kombe hili mara 5. Lakini jambo ambalo ni la kuvutia zaidi katika historia ya soka hapa Misri, mahala ambapo Taifa Stars imepiga kambi kuelekea mashindano ya AFCON 2025 nchini Morocco, ni kwamba taifa hili lina vilabu vingi kadhaa vya soka, lakini vilabu vikubwa zaidi hapa ambavyo ni kama utamaduni wa watu wa Misri ni pamoja na Al Ahly pamoja na Zamalek. Na timu ya taifa ya Misri, pamoja na mafanikio yote haya, imejengwa zaidi na wachezaji kutoka vilabu hivi, ingawa yako maingizo mengine kutoka baadhi ya vilabu vya Misri, lakini vilabu vingine vya nje ya hapa. Mchezaji anayefahamika zaidi hapa Misri kwa sasa ni Mohamed Salah, lakini pamoja na kufahamika kwake huku, hajawahi kucheza katika vilabu hivi viwili. Ikumbuke kwamba mkufunzi mkuu ama kocha wa timu ya taifa ya Misri anafahamika kama Hossam Hassan. Ikumbuke kwamba huyu ni miongoni mwa wachezaji wenye majina makubwa sana hapa Misri, akiwa amefunga magoli mengi zaidi akiwa kama mshambulizi kinara wakati akiwa anacheza soka katika timu ya taifa ya Misri. Na huyu ni pacha na Ibrahim Hassan ambaye pia alikuwa mchezaji katika timu ya taifa ya Misri. Stars iko hapa ikiwa katika kundi C katika michuano hii ya AFCON, ambapo washindani wengine katika kundi hili ni pamoja na Tunisia, Nigeria pamoja na Uganda, ambao hawa ni majirani wa Tanzania katika ukanda ule wa Afrika Mashariki. Jeshi la kocha Miguel Gamondi, Taifa Stars litaingia uwanjani kwa mara ya kwanza katika michuano hii ya AFCON ya Morocco kwa kupepetana na Nigeria hapo Disemba 23, lakini mashindano haya ya AFCON ya Morocco 2025 pazia lake litafunguliwa Disemba 21 kwa wenyeji Morocco kupepetana na Komoro. Mimi ni Ramadhani Mvungi nikiwa hapa Cairo.